Asante sana Bwana Spika, wabunge wenzangu, habari zenu. Ningependa kuchangia hii mada ya IEBC. Hizi taarifa ambazo zimeandikwa katika magazeti kuhusu kura ya kule Mbeere ni za kustajabisha sana. Iwapo hizi taarifa zitakuwa ni za kweli, kwamba zile kura wa Muthende ameshinda nazo zimezidi mpaka zile registration voters. Iwapo hiyo taarifa itakuwa ni ya kweli, basi Kenya tuna matatizo. Kenya tuna matatizo makubwa, kwa sababu tunaelekea katika general election. Na ujumbe huu naomba uende kwa sitting president William Samoei Ruto. Tunajua IEBC wanapangiwa pesa, wanaekewa budget ya pesa kusimamia hizi kura za Kenya, na hizi pesa ni za mwananchi. Hizi pesa sio za mtu binafsi. Na tunajua katika kura, wakati wa kura, kuna huyu security ambaye ni wa serikali, analipwa na pesa za mwananchi ambaye ni polisi. Sasa Bwana Rais, iwapo pesa za mwananchi zitatumika, ambao ni billions of money, we are talking of billions of money Mr. President, na huyo askari amewekwa pale analipwa na pesa za mwananchi, alafu serikali, security na IEBC washindwe kulinda kura za mwananchi katika general election, Bwana Rais, basi kutakuwa na shida kubwa sana, ambapo sasa itakuwa kura hizo zitakuwa sio za halali. Atakayetangazwa, iwapo ni wewe mwingine, basi itakuwa kura sio za halali, Bwana Rais. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tumeona vimefanyika mara nyingi sana, kwa sababu kura ya mwananchi ni lazima ilindwe, kwa sababu hizo pesa zinatumika, zinatolewa, zinawekwa katika budget ya IEBC, na huyo askari amewekwa pale na analinda hizo kura, analipwa na pesa za mwananchi. Bwana Rais, kwa nini kura za mwananchi zitakosa kulindwa? Kwa sababu ndio maana unaona hapa Kenya tunapata viongozi ambao hawatusaidii sisi wananchi. Ni viongozi ambao wamesaidiwa na mabwenyenye kuingia katika viti. Ndio maana unaona maisha ya mwananchi Kenya hayabadiliki, yako pale pale. Kumbe ni kwa sababu IEBC pamoja na polisi hawafanyi kazi kikamilifu na hawana uadilifu katika kazi zao. Kwa hivyo sisi tungeomba, kabla tufike katika general election, lazima viongozi kwanza hawa wa opposition waweze kukaa na kupanga mikakati na kuangalia hizi shida zitamalizwa namna gani kabla hatujafika katika general election. Mr. Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, coming president, pamoja na timu yako, pamoja na Bwana Sifuna, tunaomba iwapo sisi tutakuwa tunaamini kwamba ni one term president tunaenda kumngoa katika kiti, lazima tuweke mikakati, mipango na kuangalia hizi shida zitamalizwa namna gani, kwa sababu hii ni shida kubwa, sio shida ndogo. Hii shida italeta maafa isipotatuliwa na mapema. Kwa hivyo tunaomba viongozi wa opposition, lazima suala hili walichukulie kwa makini sana na kwa undani vizuri, kwa sababu ni kidonda, na hichi kidonda lazima safari hii viongozi ambao ni opposition waangalie hichi kidonda vile kitatibiwa. Nikigusa mada ile ya Dr. Stephen Kalonzo, mimi kama Mkenya niko na imani na Dr. Stephen Kalonzo kuwa rais mtarajiwa katika hii nchi. Japokuwa kuna watu wanasema ni muoga, lakini mimi nasema kama uoga ndio utafanya kiongozi aogope kuua Wakenya, basi rais huyu muoga ndio mimi namtaka. Kama uoga ndio utasababisha rais aogope kuiba pesa za mwananchi, basi huyo rais muoga ambaye ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, huyo ndio mimi namtaka. Na kuhusu suala la pesa za wananchi kuporwa,
rais huyu mimi nina imani ambaye ni coming president, nina imani sifa zote za uongozi ako nazo, moja ikiwa ni hekima. Ndio maana unaona sio mtu wa propaganda kila sana kusimama propaganda maneno mengi. Ni rais ambaye hawezi simama kuongea kama hajafikiria ni kitu gani anakwenda kuongea. Rais ambaye hana propaganda. Naamini rais huyu atamaliza corruption, na rais huyu hizi pesa kuibiwa katika midara tofauti ya serikali atamaliza. Ndio maana mimi nasema kama kuna mtu ambaye anaweza badilisha hii nchi ikawa ni nchi ya viongozi ya kutetea watu maskini ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Nikigusa hii mada hii bwana speaker ya county na finalize. Nasema hivi kuhusu county. Unajua bwana Abdulsamad, wewe ni kiongozi wa kila mtu katika county. Wewe ni baba wa county. Ni vizuri zaidi itakuwa wewe ukiwa mwadilifu. Na wewe ukiwa ni baba wa watoto wako watakuwa ni wengi sana. Ni vizuri ukiwa unawafanyia huduma watoto wengine, na wale wengine lazima pia ni vizuri zaidi wafanyie, kwa sababu kura zinakuja na hao wengine utawahitaji pia. Hawa wazazi ambao wanatoka katika shule za private, wengine si ati wana uwezo wa kifedha, ni ile kujikakamua tu, kujikakamua Waswahili wanasema. Sasa wewe kama ni kiongozi na unajua hawa wazazi walikupigia kura wewe ukakalia hicho kiti, basi itakuwa ni bora zaidi uweze mkono wako pia ambao ulifika katika shule za serikali, basi huo mkono bwana Abdulsamad ndio uitwe kiongozi mwadilifu. Itakuwa ni bora zaidi huo mkono pia ufike katika wao wazazi ambao wanatoka katika shule za uadilifu. Ni moja katika sifa za kiongozi. Ndio maana nimekuomba bwana Abdulsamad ni bora zaidi ndio uweze kumaliza hichi kilio cha wazazi, na ndio usikose hizi kura za hawa wazazi, kwa sababu kura zinakuja na mimi naamini utawatafuta. Shukrani sana. Asante.